Nasikia sauti ya mama. Kimeandikwa na Ken Walibora. Kichocheo. Sijui kama ulikuwa mwaka wa 2000 au 2001. Ninachokumbuka ni kwamba ulikuwa wakati wa alasiri. Niliondoka nje ya jengo la kituo cha habari cha Nation Center jijini Nairobi ili kutafuta chochote cha kutumbukiza tumboni kwenye mikahawa ya Nairobi. Nikapanda kwenye barabara ya Kimathi hadi makutano ya barabara Kingamo mwa jengo la makao makuu ya tume ya kuwaajiri walimu nchini Kenya, TSC. Siku hizi TSC imehamia hapa. Kutahamaki na kutana na Simia, rafiki yangu wa dhati, nilipokuwa katika shule ya upili ya Olgejuado wilayani Kajiado. Siku hizo ikiwa shule ya mseto. Tulikuwa hatujadiriki kuonana tangu nilipohitimu kidato cha 4 mwaka wa 1982. Simiyu hakuwa na habari kwamba nilikuwa tayari nimelihudumia nikiwa mtangazaji na mhariri shirika la Kenya la utangazaji KBC kati ya mwaka 1996 na 1999. Hakuwa na mwao kwamba wakati wa salfa ya kukutana kwetu nilikuwa kwenye kampuni ya usambazaji habari ya Nation Media Group. Mwenyewe kaniambia bila hatihati kwamba alikuwa kaajiriwa kwa miaka mingi katika ofisi mojawapo ya tume ya kuwaajiri walimu. Ingawa Nation Center ilikuwa karibu na jumba la zamani la TSC kama pua na mdomo, na ingawa sura yangu ilikuwa kwenye runinga aghalabu kila jioni Nairobi na kusikika kwingi kwenye redio kila uchao, Simiyu hakuwa na habari nilikuwa wapi. Upo wapi siku hizi? Mwenzangu akauliza. Ilibidi nibabaishe tu kwamba nilikuwa jijini Nairobi pasina kutaja kile mamilioni ya watu ndani na nje ya Nairobi walikuwa wanakijua, kwamba nilikuwa mwanahabari na mwandishi wa vitabu. Na kama tarakimu za mara kwa mara zinasadikika, nilikuwa mojawapo wa walio bora kabisa katika fani zote mbili. Kutokuwa na habari kwa Simiyu kulikuwa mfarka kabisa na kujiamini kwa watu wasio idadi walionisimamisha barabarani kunisalimia kwa kunitambua mimi nani papo kwa papo. Si wanawake, si wanaume, si messenger, si mameneja, si walimu, si wanafunzi, sio mawaziri, sio watoto wa kikopo wanaoranda ovyo mitaani, si wachuuzi, si wamiliki wa maduka yenye fahari, wote wakinichangamkia wakanisabahi na kuniita kwa jina langu. Baadhi yao wakitaka nitie sahihi ya ukumbusho kwenye vitabu vyao au mavazi yao au nipige nao picha za kunikumbukia. Nakumbuka siku moja nilipomtembelea rafiki yangu mmoja kwenye mtaa wa Ofafa Jericho, Nairobi Mashariki. Nilikabiliwa mkabala na umati mkubwa wa watoto wavulana kwa wasichana waliwania angaa kunisalimia mkononi. Nilipigwa na kibuhuti niliposikia wakilayamini kwamba hawataiosha mikono yao tena baada ya kunisalimia mkono kwa mkono. Kwao kuonana nami ana kwa ana na kusalimiana nami mkono kwa mkono kulikuwa tukio la kihistoria. Mtu mnyonge hapa nilipo. Ikiwa Simiyu hakuwa na habari, rafiki yake wa zamani alikuwa mtangazaji mtajika na mwandishi maarufu wa Kiswahili. Watu waliowania kunisalimia na ambao watoto wa Ofafa Jericho ni mfano bora zaidi, nao pia hawakuwa na habari kuhusu uhalisi wa maisha yangu hasa. Kwao ungedhani niliibuka tu na kutamba katika uandishi na wanahabari kama kukua kwa ubua. Ungedhani watu wote walioniona utotoni walikuwa na hakika kwamba nimerundikiwa rundo la vipaji ambavyo bila shaka nikuwapo nitavitononoa kwa faida ya umma. Labda walidhania ilikuwa rahisi kwa wazazi wangu kunilea mimi pamoja na kuvilea na kuvinoa vipaji vyangu, kwamba tangu siku yangu ya kwanza shuleni walimu wangu na wanafunzi wenzangu hawakuwa na shaka kwamba nitaishia katika chumba cha kutangazia na kwenye majalada ya vitabu.
Waama, watu walionisakama kwa kunishabikia, wakubwa kwa wadogo, walala hai kwa walala hoi, hawakuwa na habari wapi nilikotokea. Hawakujua jinsi ilivyotinga bembea ya maisha yangu tangu utotoni, iliyosheheni kula upepo na kuonja joto la jiwe, kuramba dume na kula mwande, kutindikiwa na kujaziwa, na panda shuka na patapotea zisizomitilika. Hata rafiki yangu Simiu ambaye kasoma nami kwenye shule moja kwa miaka miwili, tena rafiki wa uta na upote, kafumbata akali ndogo sana na mkufu unaounga historia ya maisha yangu. Ni kweli kwamba mara kadha wa kadha wanahabari wamekuwa wakinihoji kwenye runinga, redioni na magazetini kuhusu usuli wangu, ila mengi zaidi yamewafutu. Tawasifu hii ni zamu yangu kusimulia kwa dhati ya sauti yangu mwenyewe kuhusu hali yangu. Kwa hakika kuhusiana na baadhi ya habari, wengi wanaonifahamu na wasionifahamu hawajadiriki kuzisikia. Nimeazimia kuelewa historia yangu ya utotoni kwa jasara na jahara, ingawa baadhi ya majina ya watu yamebadilishwa kwa sababu mbalimbali, aidha kwa sababu haiyamkiniki kuyakumbuka neno kwa neno. Baadhi ya mazungumzo ya wahusika nimeyahuisha na kuyapa pumzi mpya ya kisanii. Waama, nimedhamiria kuibua ubora wa kisanii, lakini pasipo kujitenga na kile wanachokiita wanataaluma watawasifu kweli ya kiwatawasifu. Mimi ni miongoni mwa watu wanaosadiki kwamba tawasifu kwanza ni sanaa, kisha inaweza kuwa mengine mengi kama vile stakabadhi ya kihistoria au nyenzo ya tiba ya kinafsia. Ubatili na umuhimu, utukufu na udunifu, kujishaua na kujidunisha. Kwa upande wangu mimi sioni tawasifu hii kama jitihada zangu za kujijenga. Umwenyewe sanamu na ukumbusho wa peupe kutoka katika faraga ya maisha yangu. Watu wakumbukwa na kukumbukika wapo, nami si mmoja wao, si mwenzao, ila naamini kwamba ukichunguza kwa jicho pevu na pekuzi utang'amua kuwa katika ushindi wa uhange na udhalili na utundu na uzuzu wa maisha yangu ya utotoni kuna vile vile cheche na chachu za matumaini ya ushindi na uungwana na werevu. Kubwa zaidi na dhamiri, tawasifu hii ithibitishe kwamba imenibidi kuumana na kuchuana na ulimwengu wangu kama wanadamu wengine. Pale nilipokuwa siwezi, niliwezeshwa na wenye nia na njia na satua kunizidi, na nilipokata tamaa nilishajiishwa na kutiwa shime na wenye matumaini makubwa kuliko yangu. Tawasifu hii ikisadifu kuwa kielekeo cha tawasifu si kielelezo cha jinsi ya kuishi maisha, basi itakuwa imetimiza malengo yake. Wazo la kuiandika tawasifu hii lilinijia nilipokuwa nimetoka Marekani kurudi Kenya likizoni mnamo Julai mwaka 2011. Nilikuwa safarini kutoka Nairobi kwenda Kitale, nikiandamana kwenye mkwecho wangu wa gari na wapwa zangu Aaron na Angela na mdogo wangu Sylvia. Sylvia ni mwanambe miongoni mwa wadogo zangu wengine watatu waliozaliwa na mama yangu Eunice Wanyama, ambaye ndiye alieolewa na baba punde baada ya mamangu mzazi kufa mwaka wa 1984. Nao Aaron na Angela ni watoto wa dadangu Eunice na Mbuye Kimaliro, mlungizi wa Arthur Wanyonyi, Wanambisi Kuto, kifungua mimba wa mamangu mzazi. Hapo ndipo nilipomsimulia baadhi ya vitimbi na vioja vya maisha yangu ya utotoni. Katika safari yetu hiyo
ya kuelekea Kitale, nilitambua mara moja kwamba wapwa zangu na mdogo wangu wote walisisimuliwa wakasisimka si haba na simulizi zangu. Aro naye akawa heshi kuni nasihi, mjomba, tafadhali andika yote hayo yawe kitabu kisomwe na wengi. Tokea wakati huo nikawa nimeanza kuwazia kwa kina tawasifu mbili za mkongwe na fasihi ya Kiswahili, Shaban bin Robert, yani Maisha Yangu, mwaka 1949, na ile inayojumuisha awamu mbili za maisha yake ukubwani, Maisha Yangu na Baada ya Miaka 50, mwaka 1969. Nachelea mpaka sasa kwamba sijaufikia wala yamkini sitaufikia umaarufu wa Shaban bin Robert wa kunistahilisha kuandika tawasifu ya kusomeka na wengi, lakini vile vile ninatambua kwamba tangu kuchapishwa kwa tawasifu zake ni waandishi wachache mno wa bunilizi za Kiswahili waliowahi kuandika kuhusu maisha yao, utotoni na ukubwani. Baadhi yao kama vile Sheikh Ahmed Nabani na Chiraddin Shihabuddin wamewatia wengi moyo kwa michango yao kwa wanadamu katika maisha yao, hadi imebidi wengine wawaandikie wasifu. Amira Mselem Said ameandika wasifu wa Sheikh Nabani mwaka 2012, naye Latifa S. Chiraddin kumwandikia babake wasifu Life Journey of a Swahili Scholar mwaka 2012. Hilo ni jambo zuri kabisa, nami nawapa mkono wa tahania watunga wasifu hawa na wengineo, lakini nasema bora hizi wasifu zikue na kuanda sambamba na tawasifu vile vile, ili kutajirisha taanzu zote za fasihi ya Kiswahili. Ndio maana twaongeza juhudi za kuandikwa kwa tawasifu zaidi za Kiswahili, kama vile tawasifu ya Mbali na Nyumbani Adam Shafi iliyochapishwa na Longhorn Publishers Limited na kuwa mwanga wa kuchochea kambu za waandishi wa tawasifu. Mwandishi wa Mbali na Nyumbani ameeleza safari ya maisha yake na mikumbo ya mabadiliko kupitia mapisi ya wakati hadi kupata uhuru wake kiakademia na kisiasa. Mwenyewe Shaban bin Robert kataja kwenye utangulizi wa Maisha Yangu kuhusu tawasifu yake ya kwanza kwamba miaka 10 imepita tangu mwandishi wa kitabu hiki Shaban bin Robert alipoandika insha ya juu ya maisha yake mwenyewe iliyosimuliwa kwa muhtasari: utoto, michezo, vyuo, kumbi, utu uzima, kazi na harusi. Insha yake ilifaulu ikapata tuzo ya kwanza katika shindano la kuandika insha lililofanywa Afrika Mashariki katika mwaka 1936. Ila jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba wengi wetu tumepitwa na tawasifu hii ya Shaban bin Robert kwa vile hakuna hata isimu ya nakala zake popote kwa sasa. Imetufutu. Nimeulizia kwingi nikaishia kuangukia pua. Nionavyo mimi hutokea mtu asiyekuwa mwandishi kwa mazoea akajiambika kuandika mathalamu kuhusu maisha yake ya jela au wakati wa vita vya ukombozi, lakini mara nyingi waandikao huwa si waandishi hasa waliotuandikia vitabu aina. Kwa mfano, katika zile ziitwazo mara nyingine vikabila, tunaweza kutoa mfano wa shajara ya Kikikuyu ya Gakara wa Wanjau. Aliandikia mwandiki wa Maumau Itamiriro inayoelezea maisha yake kizuizini katika enzi ya ukoloni nchini Kenya. Ilmuradi, ingawa karne hii inaitwa karne ya tawasifu, Kiswahili bado tuko nyuma. Kwa hiyo ninaandika Nasikia Sauti ya Mama, tawasifu ya maisha utotoni, kama changamoto yangu kwa waandishi wengine wa bunilizi za Kiswahili pia wajitose katika utunzi huu muhimu sana katika fasihi ya Kiswahili ili kuukuza, kuuboresha na kuuendeleza
wasibakie kwenye riwaya na tamthilia na hadithi fupi au ushairi tu. Hapana shaka si tu kwamba kwa kuandika tawasifu zao watatuwezesha kuvumbua vito vyenye thamani kwenye simulizi za maisha yao halisi, bali pia wao wenyewe watakuwa wamechangia pakubwa upanuzi wa utanzu wa tawasifu za Kiswahili. Vinginevyo, utanzu huu utakuwa haukui, unadumaa kama mche uliokosa rutuba. Nataka kuahidi kwamba penye uzima na uhai nitaandika tawasifu nyingine vile vile kuhusu maisha yangu ukubwani, au hata zaidi ya tawasifu moja ikibidi, kwa kufuata nyayo za watangulizi wangu kama vile mshindi wa kwanza wa tuzo ya fasihi ya Nobel kutoka Afrika, Wole Soyinka, ambaye kaandika tawasifu 3 ake: The Years